hadi sasa tumeweza kufagia bunduki nyingi sana haramu na imefanyika kwa hiari, na pia tumeweza kudumisha amani hapa kaunti ya Pokot. Na kwa mtazamo wa nje na katika vyombo vya habari, kaunti ya Pokot ina sifa mbaya sana, lakini kile watu wajui wakifika hapa, this is a haven of peace. It is a cosmopolitan area ambapo kila mtu wako anaishi kwa amani. Na ningependa pia kuwapongeza sana watu wa kaunti ya Pokot kwa sababu ya utulivu na pia kukaribisha wageni na pia kwa namna ile ambayo wanafanya mambo yao. Tumekuwa na watu ambao wanatusumbua kwa mambo ya drugs na mambo ya pombe, na tumeshirikiana sana na community katika kupambana na mambo ya pombe haramu na pia hizo drugs. Lakini bado tunataka kuweka mkazo kwa sehemu nyingi hapa na sehemu zote katika kaunti. Nikirejelea pia upande mwingine, kuna upande nataka pia watu wale wanaokuja huku wa brokers wakuwe na heshima sana na wenyeji wa hapa. Kuna wengine wanafanya mining na hawana heshima hata kidogo. Nataka niwaombe wawe na heshima na pia waweze kutambua the locals ambao wanafanya kazi hapa. Hii ni nchi ambayo lazima wenyewe pia waheshimiwe. Wala wanahusika kwa hiyo mambo na wanajijua. Na tukiendelea na hayo pia upande kuna mambo yamevuma sana upande wa mashule na usalama kwenye mashule ya mioto. Nataka kuomba idara ya elimu wapitie katika kila shule na katika sub county zote wazungumzia ili swala. Maana tumekuwa na hii changamoto sana katika Kenya mzima, na tunataka haya mambo yanaendelea kwa social media yapungue. Najua tunakaribia 2027 na kuna wengi hawana kura na hawana vitambulisho. Nataka kuwaomba yule mtu yote ambaye hana kitambulisho afike kwenye ofisi ya usika ya vitambulisho katika kila sub county aweze kujiandikisha kwa kitambulisho, na wale hawana kura pia vile waweze kukata kura, kwa sababu huwezi kuchagua mtu unayependa kama hauna kura. Kwa hiyo cha kwanza, huwezi piga mdomo hapo bure kama hauna kura. Ngao yako ni hiyo kura ambayo unaweza chagua kiongozi ambaye unampenda na yule ambaye ameleta maendeleo. Sisi tunachaguliwa miaka ngapi? 5. Huwezi anza kampeni baada ya kuchaguliwa, unaanza kampeni na hujafanya ile uliambiwa. Je, unaona mimi bado naendelea kufanya kazi? Wengi walianza kufanya kampeni kwa sababu labda hawaelewi kwamba tumechaguliwa miaka 5 na ile kazi umepewa lazima utimize kwa hiyo miaka 5 ndio uweze kudocument vile nimesema hii nimefanya hii kwa wizara ya maji, nimefanya hapa na hapa, na nitakuja kusoma wakati ile siku ambayo